Mwafrika mwenzangu, mimi ni yule kijana wako. Nauliza maswali yangu hapa, majibu mengi yanatoka kwako. Turejee kidogo maandiko, yanasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kuja duniani kuokoa dhambi za wanadamu. Ni maandiko ya Biblia haya. Lakini Qur'ani inapinga kidogo haya mambo. Yenyewe ikaja tofauti kidogo, ikasema kwamba Yesu Isa si mwana wa Mungu bali ni nabii aliyeishi kwa hekima kama watu wengine. Lakini Biblia inasema Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Qur'ani inadai Yesu ni nabii tu. Sasa hapa nashindwa kuelewa, kama Mwafrika nilizaliwa juzi hapa, niende na kwenye msimamo upi? Yesu ni mwana wa Mungu au Yesu ndo Mungu mwenyewe? Na kama Wakristo tunaamini hivi, basi tumedanganywa. Na Muislamu naye kama anaamini kwamba Yesu ni nabii, si mwana wa Mungu, amedanganywa pia. Ili tuweze kupata jibu, Mwafrika, tafuta historia yako. Maana ukiangalia kwa picha tunazoziona zinazotolewa za Yesu, ni mzungu. Labda tujaribu kuuliza kidogo, Yesu alizaliwa wapi? Yesu alizaliwa Israeli, akakulia Israeli, akaishi Israeli, akasulubiwa Israeli, akauawa Israeli. Lakini kwa maandiko yanadai kwamba alipaa mbinguni, alifufuka, akaenda mbinguni. Israeli imepakana na mabara makubwa matatu: bara Asia, bara la Ulaya na bara la Afrika. Sasa wale waliokuwa mbali na haya mabara karibu na Israeli, taarifa za Yesu ziliweza kuwafikia vipi? Labda nijue maana ya neno Israeli kwa ufupi. Israeli ni neno lililobuniwa na watawala wa dunia. Lakini mimi nilizaliwa juzi, najua Israeli ni taifa. Ilikuwaje ikaitwa Israeli? Hapo kale watu wa Israeli walikuwa wanaabudu miungu yao. Mungu wa kike alikuwa anaitwa Isis na Mungu wa kiume alikuwa anaitwa Ra. Kwa hiyo wakaunganisha Mungu wa kike na Mungu wa kiume, ikawa Isisi, na Ra ikawa Israeli. El ukuu, Israeli, ndio ikazaliwa neno Israeli, ambayo mpaka leo tunasema Mungu wa Israeli utuombee. Nadhani hapa utakuwa umepata picha kidogo kwamba sisi tunamwabudu Mungu wa Israeli ambaye ni miungu ya Israeli. Mwafrika,
Kila taifa na kila kabila ina miungu yao. Ingependeza zaidi ujaribu kufanya utafiti, itafute miungu yako, mtafute Mungu wako wa kweli. Mungu wa Israeli ni Mungu wa Waisraeli. Je, Mungu wa kabila lako yuko wapi? Majibu yako ni msaada kwangu kuweza kufungua kichwa changu. Nikutakie jioni njema.